Katika jukwaa letu la leo nataka nikuache na faida moja ya msingi kabisa wewe ndugu yangu, ambayo bila shaka unaweza kuitumia faida hii pale nyumbani kwako na ikakuletea nataiji zilizokuwa bora kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yapo majumba mengi na maeneo mengi ya biashara au kazi za watu hayakaliki kwa sababu ya uwepo wa sihr, kwa maana uchawi maeneo hayo, au kwa sababu ya uwepo wa athari za kijini na kishaitan. Kwa hiyo nataka leo nikuelekeze kwa njia nyepesi sana, tena kupitia katika jambo ambalo au kitu ambacho majumba yote yanacho kitu hicho, inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa biidhnillahil karim. Jambo la kwanza, hunaka aladidu min at-turuqi al-mujarraba, kuna njia mbalimbali ambazo zilizofanyiwa majaribio liistikhraji sihri al-jinni was-sihri min jasadil insani, kwa ajili ya kutoa au kuondosha athari za uchawi au kwa ajili ya kuondosha athari za kishaitani katika miili ya bin adam au ayi makanin akhara au sehemu nyingine yoyote ile. Kuna namna nzuri kabisa ya kuweza kuondosha athari na mashakili haya ya kisihri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Leo nataka niwaelekeze namna ya matumizi ya chumvi katika kuondosha uchawi, imma katika majumba au katika miili, au kadhalika kuondosha athari ya watu kuharibikiwa sana majambo yao katika al-ayal, kwa maana katika familia zao biidhnillah subhanahu wa ta'ala. فهناك الآيات القرآنية وأيضا أعشاب تطرد الجن وتبطل السحر. bila shaka kuna aya za Qur'an, lakini kadhalika vile vile kuna mimea ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka mimea hiyo hapa ardhini. Tatrudul jinna, ina uwezo bora kabisa wa kufukuza mashaitan, majini ambao wanaoleta madhara katika afya na maisha ya bin adam. Watabtilu sihra, lakini kadhalika na ipo baadhi ya mimea aliyoiweka Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa katika dunia yetu. Mimea hiyo ina tabia ya kubatilisha na kuondosha uchawi na athari zake biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu wamesibiwa na uchawi, kazi ya uchawi huo ni kuharibu familia zao. Ndio mtu ana watoto hawaolewi kabisa, yani kila akija mchumba harudi tena, au mtu ana watoto hawaoi kabisa kabisa, kila wakienda kuchumbiwa mahala wanatimliwa, hawatakiwi. Lakini kadhalika kuna watu wamefanyiwa sihiri, hakuna wanachoshika wao kikafanikiwa. Wana mipango mizuri, haiwi. Wamesoma, wana ilmu nzuri, haina faida. Lakini kadhalika wana watu ambao wanaweza kuwasaidia, hawana mpango nao kabisa wa kuwasaidia watu hawa. Sihiri zikitawala katika mahala, kunakuwa na hatari kubwa kabisa kabisa. Sasa leo nataka niwaelekeze kwa uchache matumizi ya chumvi katika kuondosha athari na mashakili haya ya kisihiri biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Ukimsoma mmoja miongoni mwa wanavyoni wakubwa kabisa ambao ni bwana mkubwa Ahmadul Buni qaddasallahu sirra, mwamba huyu katika miamba inayotambua vema masala ya taaluma na ilmu, anasema ilajun wa ibtalu sihri bilmilhi, yapo matibabu maalum kabisa ambayo yanaweza kubatilisha na kuondosha, kuvunja matego ya uchawi kwa matumizi ya chumvi tu biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo chumvi ambayo unaiona unayo nyumbani kwako, unapikia mboga inaleta ladha, basi inshallah biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala inaweza kutumika kama matibabu bora ya kuondosha athari za kisihri, lakini kadhalika na athari za kishaitan. Chumvi hiyo itumie, utatupigia simu utasema alhamdulillah, sasa naona kuna utulivu katika nyumba yangu. Wanasema mwanachuoni huyu Ahmadul Buni anasema yu'tabaru almilhu maddatan hafidhatan wa taridatan liljinni washayatin,
Anasema imefahamika na kutambulika wazi baada ya watu kufanya majaribio ya aina mbalimbali, testi za aina mbalimbali, ikatambulika na kufahamika ya kwamba chumvi ni moja katika maadini ambayo hafidhatan, kwanza yana uwezo wa kumlinda mwanadamu kutokana na mashakili ya aina mbalimbali, lakini wataridatan liljinni washayatin, na ina uwezo mzuri kabisa ya kuwatimua na kuwafukuza majini na mashaitan biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Fahiya tuathiru ala abidanihim wa taqatihim, bila shaka chumvi ina uwezo mzuri wa kuleta athari katika miili ya majini na mashaitani ambao wanaleta madhara katika afya na maisha ya binadamu, lakini hata ile taka yao, energy yao huwa inapungua na kumalizika kabisa iwapo utajua njia sahihi ya matumizi ya hiyo chumvi ambayo wewe umeona ni kitu kidogo. Bila shaka ina nafasi bora ya kuweza kukunusuru biidhnillah subhanahu wa ta'ala. فالملح يؤثر على الجن أو الشيطان فيهرب ويعم المنزل الهدوء والسكينة. bila shaka hii chumvi lau kama utajua namna ya kuitumia, yuathiru ala aljinni, ina uwezo wa kumpa athari jini na shaitan, fayaharubu, akakimbia, wayaumu almanzilu alhudua, hapo sasa nyumba itapata utulivu wa hali ya juu, wasakina, lakini kadhalika na itakuwa nyumba yenye maelewano yalokuwa bora kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Zipo baadhi yapo baadhi ya majumba hakuna utulivu baina ya mke na mume, vyanzo ni sihr, ni machawi tu. Lakini yapo majumba ambayo ndoa zinavunjika kabisa, lakini sababu ni uwepo wa masuala ya kishetani pamoja na uchawi. Na yapo majumba ambayo hayakaliki. Ukiwa ndani ya nyumba hiyo utasikia kama kuna watu wanatembea, nyayo za watu zinatembea. Ukitoka kutazama hauoni. Utasikia kama bafuni kuna maji yanamwagika, ukienda kutazama wapi yanamwagika, hakuna. Utaona taa zinawashwa, ukienda kutazama alowasha nani, umuoni, au zinazimwa. Basi limradi kuna kuwa na mauzauza ya kila namna. Yapo majumba ambayo yamesibiwa na athari na mashakili kama haya. Kwa haraka na kwenda kuelekeza watu njia ya matumizi ya chumvi biidhnillah. Hapo ulipo ndugu yangu, naomba utumie utaratibu huu, alafu bila shaka utakuja kutuambia alhamdulillahi rabbil alamin. Ama njia ya kwanza au tariqatul ula, njia ya kwanza, tahdhuru inaa fihi ma'un nadhifun wa tad'a fihi 3 mala'iq milhin فتمسح في كل أركان المنزل فستلاحظ الهدوء وتشعر بطاقة وراحة إيجابية في المنزل. Njia ya kwanza ya kufanya, wewe ambaye nyumbani kwako unaona kuna kuwa na vurugu sana, watoto hawaelewani, ni mapambano, mke na mume hawaelewani, ni vurugu, wewe ambaye bila shaka utaiona nyumba yako ipo katika utaratibu wa hali ya namna hii, kwa kutumia chumvi tu unaweza ukazima hili balaa katika nyumba yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tahdhuru inaa, chukua chombo, fihi ma, ambayo ndani ya chombo hicho kuwe na maji, tena maji yenyewe nadhifu, yawe ni maji safi kabisa. Watadha'u fihi 3 mala'iq milhin, alafu utaweka ndani yake vijiko 3 vya chumvi. Kisha baada ya hapo fatamsahu fi kulli arkanil manzili, alafu utachokifanya, chukue yale maji sasa, rashia katika sehemu ya pembe zote za nyumba. Fasatulahidhul hudua, natija ya kufanya hayo bila shaka utaona unapatikana utulivu. Watashuru bitaqatin wa raha, lakini kadhalika utaona katika nyumba hiyo kuna kuwa na taka na energy ambayo inaondosha yale zile athari, lakini kadhalika utaona furaha inaanza kutawala ndani ya nyumba hiyo. Tena itakuwa rahatan ijabiyan, itakuwa ni raha ya watu kuwa na maelewano mazuri, masikilizano mazuri, kufahamiana vema katika nyumba hiyo. Basi nyumba utaiona inatawala
amani. Kwa sababu lau kama nyumba itakuwa imetawala na athari za kishetani pamoja na sihir, hapa hakutakuwa na utulivu, hapa hakutakuwa na maelewano, hapa hakutakuwa na masikilizano, kutakuwa na vurugu zisizokuwa na sababu katika hali za namna hii. Tathmini nyumba yako. Lau kama utaiona nyumba yako ina vurugu za hapa na pale, fata utaratibu huu. Naamini ipo siku utatupigia simu, utasema kupitia katika jukwaa la Sheikh Yusuf Diwan, alhamdulillah nimepata natija na sasa utulivu unaendelea katika nyumba yangu biidhnillah subhanahu. Hii ni njia namba 1. Lakini tariqatu thania, ama njia ya pili ya namna ya kuitumia chumvi ili kutengeneza usalama hapo katika nyumba yako, tadaa almilha ma'a alhabati sauda. Utachukua chumvi pamoja na habatu sauda. Thumma taqra'u alayhim almu'awwadhatayn, kisha baada ya hapo utasomea zile qul a'udhu birabbin nasi na qul a'udhu birabbil falaqi wal ikhlas, na utasomea suratul ikhlas 3 maratin, mara 3. Thumma tabkharu bihi almanzila au shakhs almusaba bisihri, kisha baada ya hapo utafukiza kwa mchanganyo huu wa chumvi pamoja na habat sauda pale nyumbani, au utamfukiza mtu ambaye alifanywa masala ya uchawi. Wadhalika waktu ghurubi shamsi au alfajr, na ni vema sana kufanya matendo haya wakati ule jua linazama, kwa maana energy ya jua inakuwa imeshuka, au wakati ule alfajiri imeshachomoza, tunaelekea kuingia katika energy ya jua biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lau kama itafanywa utaratibu huu, bas Allah subhanahu wa ta'ala atainusuru nyumba hiyo. Lakini kadhalika na yule ambaye alosibiwa kupitia asbabi hizi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Falmilhu ya'malu ala taftiti taqati salbiya, kwa sababu siku zote chumvi namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoiumba ina uwezo wa kupasua zile taqati salbia, madhara ambayo yanaweza kuwa yametawala pale nyumbani, hasa kutokana na athari za kijini au kishaitani au kisihri. Fakullu shaitani wal jinni tahrubu min almanzili idha kana minhum adha ala ahli almanzil, basi mashaitani wote na madhara ya kijini na machawi ambayo yanaleta athari huwa hayakai mahala hapo, yanakimbia haraka sana kutoka katika nyumba ambayo utaratibu umefanyika. Lidhalika tash'uru birrahati 'inda aljulusi amama albahri, na ndio maana utaona watu wengi sana wanapoenda katika ufukwe baharini, ataona mtu anajihisi tu kwamba raha, anajihisi faraja, anajihisi furaha. Na hivyo ndivyo utaratibu ukiufanya ndani ya nyumba yako, nyumba itajaa furaha, itajaa amani, itajaa maelewano na masikilizano biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nikimalizia, njia ya 3 ya matumizi ya chumvi ni hii: yumkinuka alistihmamu bilma'i walmilhi fayash'uruka bilhudu'i warrahati wa yubtilu sihra. Bila shaka lau kama utachukua maji alafu ndani yake ukaweka chumvi, alafu kisha ukaogelea ndani ya maji ambayo ndani yake yana chumvi, basi fayashiruka bilhudu'i warraha, bila shaka utaanza kuona mwili wako unapata utulivu, uchovu unaondoka, lakini kadhalika utajiona unajihisi raha, unajihisi faraja, na hata machawi nayo utafuta njia ya kuondokea biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni hiyo chumvi ambayo wewe unayo nyumbani kwako. Ndio maana tulipokuwa pale Ghazal tuliwahi kusoma somo moja linaloitwa almilhu, chumvi. Anasema almilhu ma'dinun yujadun bikathirin ala jihati al-ardi, ya kwamba siku zote hii chumvi ni maadini ad-daruri li hayati al-insan. Kwanza ni maadini ambayo ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kaiumba chumvi bihadhihi al-kathra, kutokana na wingi huu ambao yashtariha alghani walfaqir, anaweza kuipata chumvi mtu aliyofakiri na hata aliyotajiri anaweza kuipata chumvi. Mwenyezi Mungu ameumba kwa wingi. Kwa sababu gani? Ni maadinun daruriyun li hayati al-insan, kwa sababu ni maadini muhimu mno katika maisha ya mwanadamu.
Hivyo mtu yoyote anaweza kuipata chumvi, awe tajiri anaweza kuipata chumvi, awe maskini anaweza kuipata chumvi. Kwa hali hiyo ndio maana tukakupa darsa kutokana na hiki kitu ambacho anaweza kukipata mtu yoyote, ili uweze kukitumia pale nyumbani insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Huenda migogoro isiyo na lazima tukaweza kuitatua katika majumba yetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala.